Kwa hiyo ni nafasi ya pekee, na hapa ni Magomeni. Bila shaka sehemu kama hizi lazima ukutane na ulinzi pia. Tunaiona gari hapa nje, ipo hapa tayari. Hii ni gari hii kwa ajili ya kuhakikisha tu kama kuna namna ambayo ipo ndivyo sivyo, lazima waone wanadhibiti vipi vuguvugu la vurugu, ama kama kuna uvunjifu ama viashiria vya uvunjifu wa amani, lakini pia kuhakikisha mazingira ya upigaji kura yanakuwa katika namna nzuri. Kwa hiyo ni jambo zuri. Tanzania leo inafanya uchaguzi wake mkuu kuwachagua rais, wabunge na madiwani, uchaguzi ambao hata hivyo umeibua hisia mseto kutoka kwa wakosoaji wanaotumia mitandao ya kijamii kulalamikia. Pamoja na kuwepo wagombea 17 wanaowania nafasi ya urais, hata hivyo mgombea wa chama tawala CCM Samia Suluhu Hassan hakabiliwi na upinzani wowote mkubwa baada ya chama kikuu cha upinzani Chadema kuhususia uchaguzi huo. George Njogopa na mengi zaidi yakimulika hali hiyo nchini humo. Leo imewadia siku ya hukumu kwa wagombea 17 urais kutoka kwa wapiga kura baada ya wagombea hao kutumia siku 61 kuzunguka katika majukwaa ya kampeni kunadi sera zao, ingawa ukweli wa mambo unaonyesha kwamba chama tawala CCM kinatarajia kuvuna idadi kubwa ya kura katika ngazi zote za urais, ubunge na udiwani. Kutokuwepo kwa chama cha upinzani Chadema ambacho kilianzisha kampeni ya bila mabadiliko hakuna uchaguzi, na hivyo kuamua kujiweka kando katika uchaguzi huu kumetoa fursa kwa chama tawala kujimarisha zaidi, licha kwamba kumekuwa na vyama vingine ikiwemo ACT Wazalendo iliyosimamisha wagombea wa ubunge na udiwani katika maeneo yanayotoa upinzani mkubwa kwa chama tawala CCM. Licha ya juhudi zake za kutaka kuwa na mgombea urais katika uchaguzi mkuu, ACT Wazalendo inajikuta ikiingia mikono mitupu baada ya mgombea wake Luhaga Mpina, mwanasiasa mwenye ushawishi katika kanda ya Ziwa, kuenguliwa na mamlaka zinazosimamia uchaguzi huu. Chama cha wananchi CUF ambacho ushawishi wake ulipungua katika miaka hivi karibuni, safari pamoja na kuwa na mgombea urais kinatarajia kuwa na nguvu ya kusaka wabunge na madiwani katika maeneo ya kusini, ikiwemo mikoa ya Lindi na Mtwara, maeneo ambayo bado kina ushawishi. Uchaguzi huu pia umevikaribisha vyama vingine vya upinzani ambavyo havitajwi kujitokeza mara kwa mara katika majukwaa ya kisiasa kabla ya uchaguzi. Wapiga kura wanateremka katika vituo wakiwa pia na uwanja mpana wa kuchagua wagombea kutoka vyama vingine, ikiwemo Chauma kilichopata msukumo baada kuvuna vigogo waliokuwa Chadema. Baadhi ya vyama vingine ni pamoja na CCK, SAU, TLP, NRA, ADA na NCCR Mageuzi. Kwa mujibu wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, vituo vya kupigia kura vitafunguliwa kuanzia saa 1 asubuhi na kufungwa saa 10 jioni, wakati vituo maalum vya magereza na vyuo vya mafunzi vikifunguliwa saa 2 asubuhi na kufungwa saa 9 alasiri. Mwenyekiti wa INEC Jaji Jacobs Mwambegele amesema wapiga kura wanapaswa kuondoka katika vituo vya kupigia kura mara tu baada ya kumaliza kupiga kura zao. Zoezi la upigaji kura litaendelea hadi wapiga kura wote watakapomalizika. Wakati huo uchaguzi huu unafanyika huku kukiwa na hali ya kugawika miongoni mwa wapiga kura kutokana na kile kinachoendelea kushuhudiwa, ikiwemo kuhususiwa kwa chama kikuu cha upinzani Chadema. Baadhi ya wapiga kura wanasema wanayo haki ya kujitokeza vituoni kutimiza haki yao ya kikatiba, lakini kwa upande mwingine wakielezea matarajio yao kuhusu hatua hii ya leo, wanasema kwamba kampeni zilikuwa ni upande mmoja tu, kwamba hakuna kama kusema kuna upinzani. Kiukweli hawana masa kwenye huu uchaguzi, ni kama vile wamekata tamaa kabisa, yani kwa sababu watu wao wanaohitaji kuwachagua hawapo. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Sayuni Ndungula anasema anaamini kwamba wapiga kura wanayo fursa kupima juu ya mwelekeo halisi wa taifa wakati wa uchaguzi. Mimi na maono yangu ni kwamba hali imetulia na nadhani kwamba ila ninachokiona ni kwamba uchaguzi utakuwa mzuri na uchaguzi utakuwa wa amani. Kwa mujibu wa INEC, mshindi wa urais atatangazwa ndani ya saa 72 baada ya kukamilika kwa upigaji kura, huku ikiahidi uwazi na uadilifu katika shughuli nzima. Mbali na hilo, wagombea 1700 ndio wanaoshindania nafasi ya bunge katika majimbo 264. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Naam, tunabaki hapo Dar es Salaam ambapo mwandishi wetu Florence Majani yuko kwenye line ya simu. Florence, kumekucha? Kumekucha salama kabisa Bruce.
Bila shaka muda mfupi ujao vituo vya kupiga kura vitafunguliwa, na Dar es Salaam ni kitovu cha kibiashara, jiji lenye shughuli nyingi sana. Tangu jana hali imekuwaje? Hali katika jiji la Dar es Salaam ilikuwa ni ameshamishe kama wanavyosema Waswahili wa hapa Dar es Salaam. Watu walikuwa katika harakati za kununua bidhaa. Maduka mengi makubwa kama supermarket pamoja na maeneo ya masoko pamoja na mabucha ya nyama yalikuwa na msururu mkubwa wa watu ambao walikuwa wananunua bidhaa. Wananunua bidhaa muhimu za nyumbani kama mkate, maziwa, sukari, viberiti kwa ajili ya huduma za leo. Kwa maana ya kwamba wengi walikuwa wanadhani kwamba katika shughuli za leo, tukio kubwa la leo la upigaji kura, huenda wasipate nafasi ya kununua bidhaa muhimu. Huo ni upande wa kibiashara, lakini vipi upande wa usalama mitaani ukipita hali koje? Polisi hapa na pale walionekana, polisi wa kutuliza ghasia katika maeneo muhimu hasa ya starehe, hasa ya serikali na katika barabara kubwa. Kulionekana doria hizo, polisi wakiwa wamesimama, lakini hawakuonekana kwamba wanamshambulia mtu ama raia wanamshambulia polisi. Polisi walikuwa wamesimama wakiwa wanatekeleza kile alichokisema msemaji wa jeshi la polisi David Misime jana, akisema kwamba wanaimarisha ulinzi. Tanzania ni moja ya nchi ambazo umma wake unasikika sana kwenye mitandao ya kijamii. Hali ikoje kwa sasa kwa upande huo wa mawasiliano? Mawasiliano kwa kweli kumekuwa kuna changamoto. Changamoto kubwa ambayo inalalamikiwa na wengi ni kutotumika vizuri ama kutopatikana kwa mtandao wa X, mtandao wa TikTok, pamoja na message pia kuchelewa kwenda katika baadhi ya magrupu ya makundi ya WhatsApp. Kwa hiyo hilo pia limeanza kuzua kidogo taharuki na maswali. Hatujui itakuwaje baadaye katika upatikanaji wa mitandao hii ambayo kimsingi Bruce unaelewa kwamba tunaitegemea sana katika kupashana taarifa katika kizazi hiki cha kidijitali. Florence, zoezi hili linatarajiwa kufanyika wakati ambapo pia ukipita kwenye hiyo mitandao ya kijamii unapata picha ya hisia za mseto kutokana na mazingira ya kisiasa Tanzania. Unatarajia mwitikio wa aina gani leo vituoni? Kwa maelezo ya viongozi wa tume ya uchaguzi kuanzia jana, wametoa maelezo ya kina. Kwa mfano yule Judge Jacobs Mwambegele alitoa taarifa kwamba na maelekezo 10 ambayo yanatakiwa kufuatiwa na watu wanaopiga kura. Na yale maelezo wengi wamekuwa wakiyajibu kwenye mitandao ya kijamii kwamba yamewapa fursa, kwa mfano ambao watakosa kitambulisho cha kupiga kura wataweza kutumia leseni ya udereva, wataweza kutumia kadi yao kitambulisho cha taifa ama NIDA, au watatumia hati ya kusafiria. Ili jambo limeonekana kama linatoa auheni kwa wengi, lakini kuna makundi ambayo wanaamini kwamba mimi siwezi kupiga kura kwa sababu ninaamini kwamba mfumo ni ule ule, kitashinda chama kile kile, na pengine uongozi ni ule ule, kwa hiyo kwenda kupiga kura ni kujipotezea muda. Na kuna kundi ambalo wanaamini kwamba mimi ni lazima nikapige kura kwa sababu ni haki yangu ya kikatiba na nimekuwa nikipiga kura, na mwingine anaona natamani hii ni mara yangu ya kwanza. Kuna wale wapiga kura wapya. Na kundi la tatu ni wale wenye hofu, wamegubikwa tu na hofu kwamba wanaamini wakienda kupiga kura, wakitoka nje huenda kukatokea vurugu za hapa na pale. Asante sana Florence, tutazungumza tena baadaye kujua mambo yanakwendaje huko. Hii ni Dunia Yetu leo asubuhi kutoka DW Bonn, ambapo tunaendelea kukuletea ripoti na uchambuzi kuhusu uchaguzi mkuu wa Tanzania. Leo ni siku ambayo Wazanzibari wengi wamekuwa wakisubiri kwa hamu baada ya kumalizika kwa kampeni zilizofanyika majukwani, majumbani na katika mikusanyiko ya watu. Sasa wananchi wanakwenda kufanya uamuzi muhimu wa nani atakayekuwa kiongozi wao kwa miaka 5 ijayo. Mwandishi wetu Salma Said anatuletea taarifa kamili kuhusu shughuli hiyo. Leo Oktoba 29 asubuhi, Watanzania wanamiminika katika vituo mbalimbali vya kupigia kura kumchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge na madiwani. Wakati huo huo, Zanzibar watapiga kura kumchagua rais wa Muungano, Zanzibar, wakilishi, wabunge na madiwani. Baadhi ya viongozi katika uchaguzi huu wa 7 tangu kuanza tena mfumo wa vyama vingi wanatetea nafasi zao, huku wengine wakijaribu bahati yao kwa mara ya kwanza katika kinyang'anyiro hiki cha kisiasa. Uchaguzi wa mwaka huu unaangaliwa kwa jicho la kipekee kutokana na hamasa kubwa ya wananchi na ushindani mkali kati ya wagombea wakuu wawili, Dr. Hussein Mwinyi wa CCM anayewania muhula wake wa pili na Othman Masoud wa ACT Wazalendo, mwanasheria kitaaluma anayejitosa kwa mara ya kwanza kugombea nafasi ya juu ya uongozi wa nchi. Swali kuu ni wananchi wana matarajio gani katika kura hii ya kihistoria?
Haya, kwa jina ni Muhammad Ali Osman, mkazi wa Masingini. Kwa hiyo tuna matarajio makubwa ya kushinda kwa kura tutakazomchagua mgombea wetu. Haji Pandu na Kafuoni. Nimejipanga kwa kwenda kupiga kura asubuhi mapema na kurudi kwenye biashara yetu. Matarajio yangu ndo napiga kura. Naona tumpate rais, tuongoze uzuri. Hali ya kwa kweli katika uchaguzi huu alhamdulillah ni shwari kabisa. Wala mtu asiogope wala sitie hofu. Ni tofauti kabisa na nyuma tulivyozoea. Wajitokeze kwa wingi, tukijaliwa waje wapige kura. Mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC, Jaji George Joseph Kazi, amesema matayarisho yote ya uchaguzi wa leo asubuhi yamekamilika, na pia amezungumzia wale waliopiga kura mapema. Kesho hawezi kushiriki. La kwanza kwa sababu tayari atakuwa katika daftari, kuna tick, kwa inajulikana huyo ameshapiga, lakini la pili atakuwa na wino. Lakini la tatu wengi watakuwa katika majukumu ya Chama cha ACT Wazalendo ambacho hapo jana kililalamikia jinsi upigaji kura wa mapema ulivyoendeshwa kimewataka wapiga kura kujitokeza kwa wingi vituoni hivi leo. Ismail Jusa, makamu mwenyekiti wa chama hicho, amesema wanatarajia ushindi mkubwa. Mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa Suleiman Baitan amesema wananchi wana haki ya kupiga kura na kumchagua kiongozi wanayemtaka, hivyo uamuzi wao ni vyema ukaheshimiwa. Tunapoelekea kwenye upigaji wa kura, tujitokeze kwa wingi na tutumie kura zetu kama sauti ya haki na sio chombo cha vurugu. Vyombo vyote vya dola vitumie hekima, sio nguvu, na tume zisimamie kwa uadilifu na uweledi. Tuliombee taifa liendelee kubaki kisiwa cha amani, umoja na matumaini. Matarajio ya Zanzibari kupiga kura kwa wagombea wa uraisi wa Zanzibar 11 waliojitokeza mwaka huu, huku imani kubwa imewekwa kwenye uchaguzi wa amani na haki. Salma Said, DW, Zanzibar.